Je, unafahamu usipojali afya yako unaweza ukashindwa kwenye usaili wa vipimo vya afya katika jeshi la polisi? Hebu naomba tuungane sote kwa pamoja na tuangalie vitu ambavyo vinapimwa sana katika jeshi la polisi. Sasa na kama utakuwa na swali lolote ama oni lolote, basi tukutane kwenye comment section. Ninaomba tupreview hii comment hapa, maana kuna ndugu yetu mmoja amehitaji kufahamu jambo. Lakini na kuomba kama bado hujasubscribe channel yetu, basi bonyeza kitufe chekundu cha neno subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele. Twende kwa pamoja tuweze kuangalia hii comment hapa. Yes, komenti hiyo kama unavyoiona hapo, anaitwa Hashim Zando, mwanafamilia kabisa, anasema ya kwamba habari kaka, je, ni magonjwa gani makubwa wanayopima katika usaili wa jeshi la polisi? Kuna ndugu zetu hapa walijaribu pia kushare maoni yao, wakasema wanapima mfumo wa moyo, jinsi unavyopumua, mfumo wa mapafu na pressure. Chini yake Ali Abdalla akaongezea akasema homa ya ini. Yes, iko hivi. Mara nyingi sana kwenye vipimo ni kweli lazima waangalie homa ya ini, waangalie mfumo wako kiujumla, mfumo wa upumuaji, waangalie pia pressure yako ya damu. Ninamaanisha kuna wale wana pressure ya kushuka, kuna pressure ya kupanda. Ni hatari sana endapo una hivyo vitu alafu bado unahangaika na kufanya mazoezi. Basi jitahidi leo uweze kufahamu wewe una pressure ya kushuka ama ya kupanda. Hakikisha pressure yako inakuwa normal. Kama una pressure ya kushuka, basi yakubidi uweze kufuatilia hospitali na uweze kufahamu ni njia gani zinaweza saidia pressure yako ikapanda kidogo na ikawa normal. Magonjwa mengine ya kawaida lazima uangalie mfumo wa upumuaji kwa ujumla. Alafu bila kusahau HIV wanaangalia, kwa hiyo ni ugonjwa huo, kwa hiyo lazima uangalie ugonjwa wa HIV. Utapimwa. Yes. Sasa ninachokuomba kwa sasa hivi ni wewe uweze kufuatilia afya yako kiujumla. Lakini HIV ni lazima kuchekiwa, maana hata ukitaka uende sehemu yoyote ile, ukitaka kusafiri nje ya nchi, lazima waangalie hicho kitu, wanapima ugonjwa wa HIV. Lazima kwenye fomu ya daktari kuna sehemu ambayo inaangalia mtu kama una ugonjwa wa HIV. Na pia kuna vitu ambavyo kama wewe ni kilema lazima uorozeshe. Kuna vitu kama hivyo kwamba una matatizo ya macho, una matatizo ya nini. Hivyo ni vitu vya kawaida ambavyo vinachunguzwa. Yes, iko hivyo. Kwa maana hiyo ndugu zangu, kuanzia leo naomba tujali afya yetu, hususan sana afya yako ya pressure, maana watu wengi tuna matatizo ya pressure lakini hatufahamu. Unajikuta una pressure ya kushuka lakini hujawahi kufahamu kwamba una pressure ya kushuka. Na ikumbukwe kwamba pressure kushuka inaweza kusababishwa labda kutokula kwa muda mwafaka. Yes, kuwa na mawazo mengi sana kupita kiasi, pressure inashuka. Sasa yakubidi wewe uweze kufuatilia kama una tatizo hilo, anza kureleve up mapema. Na pia pressure kushuka inaweza kusababishwa na utoaji wa damu. Ukitoa damu basi pressure yako inaweza kashuka chini kidogo, lakini ukifanya some mazoezi kidogo na ukapata mboga mboga kidogo za majani, basi ile pressure itapanda juu kidogo, ama unakunywa supu yenye chumvi kidogo. Itakusaidia sana. Asante sana kwa kusikiliza Ajira Update. Tuendelee kushare mawazo kutokana na uelewa wetu. Tuendelea kushare kila kitu ambacho kinahusiana na ajira. Asante.